When you see someone has died in the dream, there are two things. It can be spiritual, it can be spiritual, it can be physical. Now, wacha niongee kuhusu physical. Physical inaweza kuwa inamaanisha kwamba huyu mtu kuna mshale wa kifo. Spiritual inaweza kuwa inamaanisha bado huyu mtu akona attack baada ya kifo. Unaweza ona mtu umeota mtu amekufa. Then God is showing you that ama Mungu anakuonyesha the plan of the devil. He want to kill everything of this man. Not physically, spiritually. Health, finances, marriage. Unapata uko tu lakini wewe na mtu ambaye amekufa, this is another dream. Ambao ukiota unajaribu kuvuka na unashindwa kuvuka. Inaweza kuwa ni daraja, inaweza kuwa ni maji, unajua umewekewa mipaka, kuna level huwezi pita. Kuna level huwezi pita. Kuna watu wanaotanga wako shule. Ulimaliza shule kitambo ama usaki unajiona kuna uniform. Na watu wanaona mambo ya shule, watu wanaona wako nyumbani, watu wanaona wanafanya mitihani. Wamevaa uniform. Mtu anaona kwamba anataka kuvuka na shida kuvuka. Hao watu waine wana shida kubwa sana. Kuna level huwezi pita. That's why unapata mtu ametafuta kazi for 10 years na ana certificate na kuambia utaendelea kutafuta kazi. There are spiritual things unatakana tukusaidie, tukufanyie, tukuambie vile unatakana uombe. Ndio uvunje hiyo barrier. Let me start with the dream of nguo. Kuna watu unaweza pata umekaa kwa nyumba na umeolewa na una mwanamke ameingia akachukua gown yako kwa kitanda ama kwa bedroom. Any cloth ambayo ni yako. Ama mwanamke mwingine alikuja kaingia, mwanaume alikuja akaingia akalala kwa kitanda yako. That marriage inaenda kuisha. Automatically. Ulimfanya harusi ama zile za traditional ziko mali. Uone mwanamke ama mwanaume amekuja amechukua. Your ndoa iko na problem. Itakuwa na shida kubwa sana, itaenda kukatika. Number 2, umevaa nguo, unaona nguo zako zimechakaa. Unahitaji uombe sana Mungu akurejeshe heshima. Mavazi inakuwa na heshima. So you need to understand. Wakati unaona umevaa mavazi yako imechakaa ama mavazi yako imeraruka, jua the devil ameanza kutamba with your glory, ameanza kutamba with your honor. Hello everyone, hope you are doing good. My name is Amos, na kama it's your first time come across this channel, kindly consider subscribing na utakuwa unapita na video zote tutakuwa tunapost. Tayari tusha clock in 14,000 subscribers. Asanteni kwa wenye wamesupport, wenye wamesubscribe, wenye wameshare. So ukiona video na hujasubscribe, kindly consider subscribing. The aim before mwezi ishe ni 20,000 subscribers tukienda mbele, na nita appreciate sana. Leo tuko na Pastor Laban tena. Amekuja kushare about dreams. Ni dreams gani ukipatana nazo, kama hauna interpreter atakuwa anatuinterpretia leo. Tutakuwa tunaongea more of dreams. Ndio Pastor Laban? Yes. Kwa msee mwenye anakuona kwa mara ya kwanza, hakuona ile video nyingine tulikuwa tumepost. Hebu introduce. Naitwa Laban Isaya. Yeah. Na mimi nimeokoka. Yes. Na mimi ni mhubiri. Yeah. Amen. Leo tutakuwa tunaongelea mambo na dreams, na wacha tukupatie opportunity uweze kutuelezea more about dreams. Ndoto gani mtu akiota inamaanisha hivi, mtu akiota hivi inamaanisha hivi. Tumekupea chance. Asante. Yeah. Nashukuru Mungu siku ya leo, na tunapoanza kuongea kuhusu mambo ya ndoto, it's my prayer that God will give you the spirit of understanding. Yeah. If you miss the spirit of understanding, hata tukiongea hautaelewa chochote. So it's my prayer that may God give you the spirit of understanding and the heart to accept what is happening na kuweza kuelewa kenye kinaendelea kwa maisha yako. Kuna ndoto tofauti, na ndoto, wacha nianze kusema kwamba ndoto ni spiritual ama ni kiroho. Whatever that is happening to your life is spiritual. It will affect kwanza kwenye ulimwengu wa kiroho, then it will manifest. Baadaye ita manifest, itajidhihirisha katika ulimwengu wa kiasili. Sometimes huwa naambia watu, when we pray for someone who is sick, unamwambia umepona, ina indication inaanza in the spiritual, then inakam katika physical, unapata huyo mtu ako sawa. Ama kama unamwambia mlango imefunguka kwa kazi and you are assured imefunguka, it begins with spiritual, then ina affect
physically. So mambo ya ndoto is very serious, lakini watu wengi wamepuuza ndoto. Watu wengi wanaona tu ndoto ni vitu za kawaida. Nataka kwanza kusema ya kwamba in Genesis chapter 20, Genesis chapter 20 verse 3, Mungu anazungumzia Abimelech na anamwambia hivi, you are a dead man. Kumbuka, this was a king. And I was how comes I'm a dead man? It was in the dream. Kuna sababu umeniuliza ati ndoto na vision. Yeah. What is the difference between a dream and a vision? A dream and a vision. Ndoto ni lazima ukuwe umelala. Unaweza enda mahali kauzingizi kaanza kukusumbua. Kauzingizi kana kusumbua mpaka unashangaa ziko na uzingizi. Unapoenda kulala tu kidogo, unapoenda kufunga tu macho kidogo, kitu kanapita mbele yako. That one we call it trance. It normally pass very fast. Unapata kwamba unasema nimeona kitu fulani. Na labda Mungu anaweza kuwa kupatia indication what is happening in that house or what is coming to happen. Okay? Mungu anakufunulia mambo mengine tofauti kwa nataka kufunuliwa kwa hiyo nyumba. Every house have a portal. A portal inakuanga mahali panakuwa tunaitanga an open heaven. So kuna nyumba zingine za ingia upata kuna breakthrough ya kuona vitu. Zingine za ingia upata kuna breakthrough ya kuona vitu. Unaingia anga yote inafungwa. Kwa sababu inategemea na kulingana na anga. Then when we speak about vision, you don't need to close your eyes. You can be washing, you can be walking, you can be driving, you can be eating, and you see a vision. Now that's the difference about vision and dream. So dream you must sleep. Yeah. Vision you can see it anytime, anywhere. Yeah. I think tuko pamoja sasa. Yeah. Labda nikuulize kabla hujaingia ndani, ni ndoto kama gani zenye mtu akiota afai kupuuzilia? Ndio nataka kuzungumzia. Yeah. Nataka kuzungumzia ndoto kadhaa kama Mungu anatupatia time for just only 1 hour, then maybe we can come with part 2. Yeah. Maana ndoto huwezi maliza. There are many, na kuna ndoto zingine ambazo tutazungumzia hapa, sitazungumzia ndoto za watu. But you can write, I will answer. Nitajibu kwa hiyo comment. Yeah. Please, kama kuna comment, just write a comment. Mimi naotanga hivi na hivi. Ama kama unaona hujajibiwa, utakuwa umepatiwa namba yangu, text me in the WhatsApp, I will come back to you. Yeah, tutakuwa na part 2 ya dreams. Yes. So kama kuna mtu mwenye ako na swali concerning dreams, anything yenye toka tumecover, weka hapo kwa comment section ama namba nitakuwa nimeweka kwa screen, you can unaweza pigia Pastor Laban muongee direct, si ndio? Yeah. Then when we announce part 2, we'll talk about that dream. Yeah, maswali zenye zitakuwa zimewekwa nitakuwa nimeziandika chini. Alafu ndakuuliza. Yes. Yeah. You are a dead man. How? Akaambiwa, you have taken the wife for a prophet. Nani? Akaambiwa, the wife ambayo umechukua, he belongs to the prophet. Hakuwa anajua, huyo alidanganywa akaambiwa huyu ni sister yangu. Ibrahim alikuwa anaogopa kukufa, akamwambia huyu ni sister yangu. Kumbe alikuwa mke wake. Ndio Mungu akamwambia, return that wife. Kama unataka nini? Kuwa uhai. Nataka kusema hivi, we call it the dream of warning. Ndoto ambazo zinakupatia warning, nini na Kiswahili? Nini? Okay. Sisi watu wamesoma. Mungu anakupatia, anakuadhirisha. Ama Mungu anakupatia ono, Mungu anakuona. Onyo. Mungu anakupatia onyo mapema. Kama angepuuza, the man Abimelech angekufa. Kwa sababu already Mungu ameshamwambia nini? The person that you are playing with this wife sio mtu wa kawaida, is a prophet. And if you touch that lady, you die. Na hiyo ingetendeka. Lakini kwa sababu alisikia. So the problem iko hapa. Obeying. Obedience. There are a lot of people Mungu amewazungumzia mambo mengi. Mungu amekuonyesha kitu kwa ndoto. I had a friend, alionyesha sister yake akienda mahali kwa party na kaekewa sumu. Na akapuuza kuambia dada yake. Akapuuza. Na wakati dada yake alipoenda kaliwekewa sumu na akarudi kama ni maiti. Ndio alienda hospitali, kwa alipofika hospitali pronounce dead. Kwa nini? Kwa sababu God gave her revelation, the warning of dream. Angemwambia, if you will go to that party, number 1, don't eat. Try any means. Kama ni lazima uende, don't eat. Number 2, kama ikuwa kitu ya maana, don't go. Angekufa. But because it was the dream of warning, indication of danger is ahead, akapuuza. Alipopuuza, what happened? Ndio hiyo madhara, kifo. So baadaye naanza kusema, niliona, nikaomba tu, nikafikiri ndio tuzaka. No, there's no dreams ya kawaida. Every dream has a meaning. Ni sisi tunasemanga tu, tumefanya kazi nyingi, ndoto ziko na maana. Nataka niseme hivi.
Alipoambiwa hivyo akaamua kupeana, kurudisha bibi wenyewe, na Mungu akamwambia now you are safe. The dreams of warning, Mungu anakuambia don't go, na unaamua kuenda. Don't start this business. Unaanza kwa sababu unaona watu wengine wanafanikiwa na hiyo biashara. Unaona? Unaanza hiyo biashara. It's a dead business. Don't enter in a marriage now. I'm with this person. Kuna mtu aliniambia alikuwa anaona akiwa na huyo msichana. Kila wakati mtu akitembea anapigana na wanaume. Anapigana na wanaume. Wanaume wanakuja ama wanaanza kubishana na wanaume. Aliponiambia nikamwambia that lady has a lot. Akaniambia pastor, hapo umedanganya. Huyo msichana ni innocent. Atananga mambo mengi. Akitoka kwa kazi kamwambia when God is showing you that lady, anytime uko na huyo msichana, people are fighting you. When anytime uko na huyo msichana, argument, you see men are making an argument with you. They want to beat you, mtaka kupigana kwa sababu huyo msichana. This lady is not alone. Kuna watu wengine akakataa. Alipooa hivi, the first thing akajua mwanamke ako na mtoto wa kwanza na mtoto wa pili na ajui. Number 3, akoto anakaa kwa nyumba hivi, lazima anasikia masimu, sijui nini, akianza kufuatilia akaanza kupata haya. Watu wengine wanamwandikia pesa wamwambia utawachana na bibi yangu. Ndio akaanza kukumbuka baada ya 6 months online. Akakumbuka I was preaching somewhere na kanuliza that dream na nikamuelezea. Na nikamwambia God is giving you indication the person that uko naye is not the right person, is not the right partner. Ignore. And when someone ignores, unangojea uone nini? Unangojea uone madhara. Yeah. Lazima itakuja tu. It can take 1 year, it can take 10 years, it will come. No. The problem ukwe kama uliinterpret that dream vibaya. But if you interpret that dream correctly, but madhara itakuja. Yeah. So she is pregnant now, anauliza should I continue or should I not continue? Mimi wakati nilipigwa simu nikamwambia it's upon you. Hapo ende kwa pastor yako fanya nini? Aweze kukusaidia. Kama ni wewe utafanya nini? Ulimwambia God is giving you indication. This is not the right person. Ukisoma Matthew chapter 2, Maliki anasema kwamba Joseph. Sasa nataka nikuulize kama wewe Amos. Yes. Wewe uko na girlfriend. Na hujaiguza girlfriend. Na sasa kidogo girlfriend anakuambia kuna mimba. Au anakuambia sijailala na mwanaume yote. Will you agree? Hapana. Uongo. So Joseph is in relationship with Mary. Na Mary anamwambia I'm pregnant. Na sio hata Mary, mimi nimeshakuwa kubwa mpaka inaonekana. Alafu anamwambia no, this I've never slept. When Joseph in his spirit alikuwa anapanga kumwacha Mary, the angel appeared to him in the dream, not in the vision. In the dream. So listen to me. God speaks in the dream. Angel speaks in the dream. Like the problem that we have, people are waiting to hear the voice. Mimi ndio Mungu wa baba yako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. You will wait. You will wait. Akamwambia don't leave Mary. Whatever she's carrying, it's holy. Na hapo ndiyo alichange mind, kama that child will be called Jesus. The same thing that Mary was told, that son will be called Jesus. Na kwa ambia nani? Joseph. Wakati walikutana, wakati wote walisema mtu ataitwa, wote akasema jina lote in once pamoja, Jesus. Wote wakastuka. So he has spoken, Mary akamwambia, so he has spoken also to you. Listen. That is not a dream. It was still a dream of what? Warning. When this man was about to leave, kumwacha, Mungu akasema hapana, let me intervene. Mungu akaintervene. The same scripture ukiendelea kusoma maandiko yanasema kwamba when Herod aliambiwa the king has been born, nitarudi hapo baadaye. But wale the wise men wakumletea majibu. Nasema kwamba akakasirika kama kwamba mimi nitaua kila mtoto wote ambaye amezaliwa kuanzia miaka 3 nitaua. So which means target ilikuwa ni Yesu. The angel appeared what? In the dream akamwambia Joseph, take your child, go to Egypt. Kwa sababu nini? Kwa sababu Herod the king anataka kuua
huyo mtoto. The dream of warning. Nataka nikuulize Amos. Yes. Kama angepuuza na aseme Mungu unajua kuna uwezo wa kuokoa huyo mtoto, si mtoto angekufa? So what is inaleta damage kwa maisha ya watu? Ni disobedient. People are not obeying what they see. People are not obeying what God has spoken to them. People are not obeying what God has showed them. Mungu anakuonyesha hapo, unasema kwamba I know, I will pray, I will change it. You will not change it. It will affect you. Then if you will change it, maybe 10 years kabla we change, those 10 years it will cost you pain before you get to change. It was very simple. Very simple. Akaambiwa go to Egypt. Na aliambiwa now. Hakungojea tena. Angojea kesho majipange. Aliambiwa right now. Toka sasa hivi. So dreams are very important. Wakati Mungu anakuzungumzia kuhusu ndoto, understand, is this the dream of now? Is this the dream of present? Is this dream of future? Ama hii ndoto ya past tense? Kuna ndoto zingine Mungu anakuwa anakuonyesha mambo yaliyofanyika huko nyuma. Na Mungu anakupatia uone, anakuambia don't fall in the pit yenye babako alianguka. Don't fall in the pit yenye shosho yako alianguka. But wewe labda umekaa tu hivi, you don't understand. The dreams are warning are very dangerous. God is giving indication what the enemy is planning or what is ahead of you, and that thing is not good. I had a friend, he was supposed to go to Naivasha from Nakuru. Mkeka kamwambia, I saw a dream in the vehicle. Hii gari akamwambia, unajua kuna 99 kulikuwa na hizo mapichot, sikuwa zinabeba watu. Sasa hata moro la nienzanga na hizo mapichot. Sio kama unajua pichot. Hizi zilikuwa zinabeba watu kama 7 kama Noah. Nazijua pichot. Akaambiwa, I saw you in that car. But when you are before you arrive in Naivasha, hiyo gari kapata accident. And you are the only one ulivunjika miguu mbili. Please don't go. The man was a pastor, akasema I cancel in the name of Jesus. Na akaomba, na akasema it is well, na akajianointi mafuta na akatoka. After 1 hour, bibi yake anapigiwa simu. Your husband amepatana na accident. Kuja St. Mary's. Kukimbia St. Mary's, banake amevunjika miguu miwili. Can I ask you something? Maombi ilifanya kazi ama kufanya kazi? Haikufanya kazi. But this is a pastor who prayed. Na mpaka akajianoint. So, inamaanisha kwamba the price that he paid, it was not enough. There are things when you see them, angalia capacity ya uzito imebeba. Yeah, by the way, kuna watu unapatanga msee anasema hiyo gari nilikuwa nipande hiyo gari but nilikuwa na kitu naniambia tu nisipande. But yes, si dream, but unasikia tu kitu nikwambia usiende na hiyo gari. Alafu baadaye unakuja unaambia ile gari ulikuwa upande imepata accident. They are what we call discernment. Discernment is something, discernment is kiroho tunaita discernment. It's still a gift of the Holy Spirit. Unaona vile kuna senses tano, tunasema kuna sisi wa Kristo tunasemanga una senses tano, kuna 6. Another one is called the discernment. Lakini watu wa dunia watakwambia ni consciousness. Umeelewa? Yes. Ati nadhiri yangu ilikataa. But we call it what? Discern. Unasikia tu una discern kitu mbaya kitaka kufanyika. Una discern. That's what we call discernment. So, when we talk about the dreams in a time, this vitu ndakana unaingia ndani. When you talk about the dreams, these dreams of warning, a lot of people, my friend, wameingia kwa shida kwa sababu hawakusikia. Mtu akakwambia kwamba gai nimeota. Hii na hii imefanyika. Wewe bali uchukulie maanani uombe. Waambie mbona itafanyika. Ukamwambia wewe tunakuzoea, tunajua tunaotanga. Ama ukachukua ni kawaida tu. The end of the day kazi ikaisha. Ndio wakati unamwambia unakwambia nilikwambia nimeona ndoto. Unaanza kusema then there are people watakwambia mimi nikiota ndoto mzuri ifanyikange. Nikiota ndoto mbaya ndio inatendekanga. There's nothing like good dream, there's nothing like bad dream. Dream is dream. Now, nafikiri niwaachie hizo dreams za warning kidogo. Naona masangu inakimbia. Yeah. Kabla uja hapo hii nikuulize, kwa dream of ukiota mtu akawa amekufa, hiyo ni dream of warning ama? No. Hii iko kategori gani? Like unapata nimedream mtu fulani ameaga dunia. When you see someone has died in the dream, there are two things. It can be spiritual, it can be physical.
Now wacha niongee kuhusu physical, wacha niachane na spiritual kwanza. Physical inaweza kuwa inamaanisha kwamba huyu mtu kuna mshale wa kifo. Spiritual inaweza kuwa inamaanisha bado huyu mtu akona attack baada ya kifo. Then wacha niseme tafsiri ndoto kwa nia mbili peke yake. Unaweza ona mtu umeota mtu amekufa, then God is showing you that ama Mungu anakuonyesha the plan of the devil, he want to kill everything of this man, not physically, spiritually, health, finances, marriage. Unapata uko tu, lakini wewe na mtu ambaye amekufa the same. So you are already dead. Nothing that is working for you. Ukiguza hii haiendi. Uko tu, lakini wewe na mtu aliyekufa, it is the same thing. Number 2, inaweza kuwa labda ni sasa tunasema kwamba physical death. Yeah. So when you see that dream, kuna ombi wengi anaambianga Mungu, ende uombe, God, give me the right meaning of this dream. Mungu anaweza kwanza kuonyesha, maybe uone mtu ako paralyzed ama tunaona amekufa, so unaweza jua kwamba there's an arrow of death kwa huyu mtu. But nyingi sana Mungu anakuwa anamaanisha kwamba the devil want to paralyze, he want to kill everything. Anataka kuwa maono, afya, pesa, anything that huyu mtu anaguza ikwe dead. Kwa hivyo hata ukidream mtu akikufa ikwangi na maanisha eti atakufa kikawaida. Watu wangapi tumeona wamekufa na hawajakufa? Hao wanaweza pata labda 2% kwa watu 100%. Yeah. Yes. Haya, sawa. Tuendelee kwa hiyo ya pili sasa. So I was saying that let me talk about the dreams of eating ambazo ni common. Nataka kushikanisha dreams of eating, dreams za watu waliokufa. Nataka kushikanisha na unaota watu waliokufa, dreams of eating, na zile ndoto zenye watu wanaonanga wakitembea na wafikangi penye wanaenda. I want to compile those dreams kwa sababu nataka kuguza ndoto zingine kama 3 zingine nimaliza. The dreams of eating, the danger. Number 1, the enemy is activating the altar. Kile kitu ambayo imekuwa ndani yako wana activate ama wana renew is why isha. Watu wengi wanaota wakikula, nataka unisikize vizuri. Watu wengi wanaota wakikula, many of them sickness. Unaweza pata mtu ameishi kwa ugonjwa wenye ishangi. You need to deal with sickness. Number 2, you need to deal with the spirit of rejection and disappointment. Juu unapata kwamba when you eat, shetani anajaribu kuactivate. Kama uko maomba sana ama kuna kitu umeombewa mahali ama kuna kitu mzuri unataka kuja, ni kama wanataka kuactivate ile kitu, ile madhabahu ikuwe strong, izuie kile kinataka kukuja. Number 2, sana unapata afya huyu mtu ikwange mzuri, na tena they destroy their vision ya huyo mtu. So it depends, what are you eating? You can be eating, but what are you eating? You can be eating fruits. Mimi ukikula fruits nitakwambia, wait, God's about to bless you. If you eat bread, I'll tell you, wait, God's about to bless you. What about fish? Something good is about to happen. What about eating maize? Roho maskini na kufuata. What about taking porridge? So when you see these dreams, kuna maana. But you can see that you are drinking porridge, unakunywa uji, but in the realm of the spirit, sio porridge. So inaweza kuwa ni damu. Yeah, wacha nikuinterrupt nikuulize. Yes. So you can dream eating something, unapata kitu, tuseme umedream ukula mkate, si mbaya hiyo. To me, according to my interpretation, Yesu alichukua mkate akawamega akasema kuleni. Always to me, anybody tells me that I've been eating mkate, it's okay. Ni vitu gani zenye ukikula unapata hiyo dream hizo zinamaanisha vibaya, like they can affect you? The remaining food. Nimekuambia fruits, they are good. Nikakwambia bread, yeah. Nikaguzunguzia kuhusu fish. These other dreams, almost, this is in a back. They are not good. They are not good. Kuna mwingine aliniambia siku moja aliona nakunywa, but if you see you are drinking water, water is something good. But it must be pure water. Sio maji ni chafu. Ukiona ni maji ni chafu, shetani polluted your blessings. Kuna kitu imekuwa tampered with. So, for example, let me take
let me say this one. Yeah. Watu wengi wanasemanga tunakula nyama. Hiyo by the ndio dream inakuanga common Common kwa watu. Ama tuko kwa sherehe tunakula. Sherehe ya nani? So the problem ya watu wanainterpreting wakati wanao kwa sherehe wanaonanga tuko kwa matanga. So unasikia watu wengine wanasemanga hivyo. Ati ndio tu kuna watu tunaenda kwa matanga. No. You can be underworld. Na mapepo na wachawi na waganga. They are doing their own ceremonies. So huko unaulishwanga hizo mavitu. That's why unaona unapatianga zawadi watu. Sio tunapatia nanga, umeandikwa kazi, una wako huko under the sea, unasaidia watu wengine kufanya kazi. That's why when you wake up in the morning, unasikia umechoka. Umeweza kutoka bibi nikiamka na kwani nimechoka. So umefanyishwa kazi. Wengine wanaona kazi yao ni kuosha tu masufuria na vyombo. Unafanyishwa kazi. So unafanyishwa kazi, wale watu wengine bado wale ambao wamefungwa, wakati mnaendelea kuwalisha, wewe kazi yako ni kuchunga vyombo, wengine ni kusavu watu. Na labda nikuulize, ukiota ukifanya kazi inamaanisha aje? Which job? Tuseme kulima. Most unapatanga kama kuna siku tulikuwa tunasomea, unapata vijana wanawaambia, jana nilikuwa naota nikilima kwa shamba ya shule, ni kama principal wako na majini, vitu kama hizo. Unaamka kuwa umechoka. Uko sawa mwili una uchafu lakini unaamka kuwa umechoka sana. Mpaka uko joints. Wewe ndio uko na shida spiritually. Mapepo they summon your spirit. Your spirit goes to work. It's not about your body. Spirit wewe inasamoniwa, mwili inabaki hapo. Ndio wewe useme saizi unaweza kuniambia umechoka, your spirit ndio imechoka, sio wewe. So spirit ilisamoniwa ikaenda kufanya kazi. So unajua spirit iko na mwili yake. So ilipoenda kufanya kazi, iliporudi kwa hii mwili wako wa kawaida, si imechoka. So imeaffect mwili mzima. So huyo mtu anakuanga under attack. Wewe unapelekwa unafanya kazi. That's why nimekuambia these dreams. Tusete kusema tukiona mtu mmekula nyama na sema matanga inakuja, no. Maybe unaendelea kufanyunga covenant, kuna mali special kuna zamaniwe inaenda penye watu wanafanya sherehe. Unaona? So that's just a small part ya kusemanga ati matanga iko. It's a drop of water. But really sense, wewe uko under the spell, you need to pray. You need to pray. Ndio utolewe huko. Another the dream ambao wanaambianga watu spend watu wakiota, wakati unaona watu wanaosema kwamba wanakula chakula kile uone kenye wanakula. The devil is feeding with bad things. Mwezi kwa kwamba wanakula kile wajua wanakuwa nakula nini. Unaona? So your eyes has been blinded so that you cannot see what you are eating. And that is very dangerous. Because how can you be eating and you're not see? Can you imagine saizi unakula chakula na uangalie hata saa ndio kama iko na mamende? Unajua hata ile angukiwa na panya, hiyo chakula iko na panya ndani. Lakini unakula tu but you're not seeing it. So nasema kwamba the dream of eating. Number 2 nasema kwamba the spirit of wandering. Wale watu wanaonanga wanatembea na wafiki penye wanaenda. Umetupua roho ya wandering. Ya kuangaishwa. Wama unuku kwa barabara, na hiyo barabara yote ni mchanga na ufikangi mwisho. Maisha yako ni inanga destination. Na usipoomba vizuri utapata kwamba whatever you start doing inanga mwelekeo. So hapo kama wanakuanga shetani ametamba with their focus, with their direction, with their destiny. Sasa hao watu ni wako tu, utaona kama unafanya kitu, unaona mama anafunguanga duka, lakini ukimfuatilia karibu utapata kwamba hata maono yake ikuange hapo. Vision yake iko. Ndio unaona tu unataka tu kama unazunguka tu unatembea. There are people who dreams in the forest. Spirit of wandering. Na wale ambao wanaota na ndoto ambao watu ambao wamekufa, those ones na watu wanaokula chakula huwa inapelekananga pamoja kwa sababu the devil wants to kill everything in you. Everything. Spirit of death, spirit ya kifo iko ndani yako. Kifo ya pesa, kifo ya afya. So mtu anaona tena watu wamekufa, utapata ugonjwa. Kama si ugonjwa ya pesa, kama si ugonjwa ya ndoa, kama si hadi kuna anatu problem ni atuishangi. That's why auntie yako kila sana kutembeleanga kwa ndoto unaomuenda na mama yako, mnatembea mkiongea alafu mnaenda mnakaa kwa moto, mnaanza kuota moto. Unaona? The spirit of death ndio ime overall. Hata mamangu alikuja kanya. Alikwambia nini? Maana sema kwamba sisi waliokufa na walio hai hatuna nini? Hatuna uhusiano. Tukiwa hapo kwa watu waliokufa, kuna watu wanaotanga ndoto mtu alikufa anamtokea kwa ndoto sana. Hii inamaanisha aje?
Na unapata huyu mtu mwenye alimtokea kwa ndoto anamwambia kuja unijoin. Kuna wale wanawatokeanga tu wanawasumbua bure. The spirit of death inaita huyo mtu. Ndio nakwambia, unaona mwingine unaanga anatembea nafika mahali anaambia twende, anakataa kuvuka. Alafu unaona anastuka kwa ndoto. Ungevuka uende hivyo ungerudi. Mwezi watu wamekufa kilala. Nishisikia vitu kama hizo. Wanaendanga hivyo. Hivi ndio unaenda. Ni mtu tuseme alikuwa anamsumbua. Yes. Utavuka hivyo naye ukivuka hivyo. Hata nasikianga ukiwa kwa dream, ukiitwa ni mtu mwenye alikufa na mlikuwa marafiki usiitike, ukiitika unaenda. Yeah, ndio nasema hizo ndoto zenye watu wamekufa ukiona ota sana, those dreams inamaanisha kwamba the spirit of death spiritually na physically they are hovering over you. So kama ja manifest physically, it has affected you spiritually. Anything that you do is not going, is not working. Maisha yako yote yako stuck. Kifo ni kifo, yani hiyo ndoto huyo mtu, hiyo roho ya kifo inawanga kila kitu. Ukianza kuota hiyo ndoto, hata kama unaombaga namna gani, maombi yako itaanza kurudi chini. The same person hiyo ndoto ya kuota na wenye anakula, utapata kwamba nangana wataanza kungana kuomba. Now the same people wanaonanga kuna spiritual husband na spiritual wife. Wale wanalala na watu the same thing. Mtu anaona watu waliokufa disappointed. Kuna mtu anaweza kwenda kufanya interview na anaona shosho yake aliyekufa ama mama yake, na kuambia ukienda interview utaanguka. Huwezi chukuliwa. Mimi kama ukishaniambia hivyo nakwambia tuachana nayo. Maybe nikwambie kama unajua kuomba, uombe sana. Kama bado kama siku 2-3, you can change it in the realm of the spirit. You can change it. And also uombe sana na utoe sacrifice. But ile kienda kufanya it will fail. It will not go through. Na sasa wale wengine wanaonanga kuna mtu unapata kwamba anakuambia kwamba mimi nikiota tu kuna kitu mzuri anakuja. Ninaona mtu amekuja na mimi, analala na mimi. Rejection, disappointment. Na tena watu ambao wanaonanga wanalala na watu. Spiritual husband ama spiritual wife wana deposit ugonjwa ndani yao. Unapata mwingine every time wasik wagonjwa. So if you learn that one, then kuna spiritual husband wengine hata ukiombea wezi enter. Wanaenda wanatulia kidogo wanakuja. Kwa sababu gani? Kuna covenant very strong. Wengine wanatolewa na sacrifice, wengine wanatolewa na fasting, wengine wanahitaji. The problem ya watu wengi nao unapata kwamba they are seeing that thing and they are praying na hiyo kitu ishi. Kwa sababu gani? They are lacking one thing. They don't read the word. So to me, mtu akaniambia kuna spiritual husband, nikwambia unaomba, ananiambia yes, hata Mungu anambia I fasted 3 days. Kumaliza tu hivyo, hiyo usiku akakuja. Najua you are lacking something. Ambao nitaongea kwa part 2. Kwa hivyo hii mambo ya spiritual husband ni very true. Ni kitu inatokeanga. Juu watu wanaotanga wakishiriki tendo la ndoa na mtu mwenye hata hawajui. Hata mwenye unajua. Wanapuuzilia. Hata mwenye unaona image mtu unajua but sio huyo. Na ambao ukianza kuona hiyo unakosa hamu na huyo mwanaume ama mwanamke. Number 2, ugonjwa. Number 3, disappointment zinaanza. Number 3, unaanza kupata kwamba yani unasikia kungangana, kama kwa ndoa unasikia kungangana, hata kama hiyo uhusiano unasikia saa zingine tu utaki. Unaona? Hata mkilala na huyo mtu baadaye unasikia tu, yani unasikia tu hamu inaendanga tu ikiisha. Value ile mtu inaanza tu kutoka kwa maisha yako. So kama mtaendelea kushikilia hapo mtapata mko tu hapo, lakini ndoa iko na kasoro nyingi na matatizo nyingi sana. Na hii kitu ijui mhubiri, hii kitu ijui sio watu wao umeokoka au hujaokoka. Hii kitu ikiamusha ile roho ya watu waliokufa, hiyo roho ya majini ikiamusha ikutupiwe, ifai itakusumbua. Ukutupue hiyo roho itakusumbua. So hakuna vile unaweza deal na hiyo kitu. Sasa no, tuna deal nayo. Sasa mtu mwenye ako na hizo dreams umetaja hapo hivyo zinamsumbua, unapata hata ni kuomba anaombanga. Ni nini anafaa afanye ndio aokoke? A lot of people wasomi neno. Ukitaka kuovercome spiritual husband, read the word. Mimi nakuambia leo. Wewe umeniambia unaombanga sana. Unasomanga neno? But maombi na you are lacking it. This is the biggest problem. Sasa nimesema nilikuwa nataka niseme part 2. The biggest problem tuko nayo, people don't read the word. They don't have that time. Na that's why naona shetani anapata mmoja, you can pray. Maombi ni mvua. Hii mchanga imekauka, utaomba mvua itanyesha. Una mbegu. It's like food and salt. Yes. So hiyo mbegu
Lazima mvua inapoanza kunyesha ipate mbegu iko hapa. Hiyo mbegu ianze kumea. Shetani haogopi mvua, anaogopa mbegu. Shetani ndio wakati anapata mbegu na kama ina tena mvua, maombi, shetani anapata sasa haogopi mbegu. These two things, prayers and the word, must go together. Kuna mtu aliniambia spiritual husband amenisumbua for 14 years. Nikacheka. Akaniambia nimeombewa, nimetoa sacrifice. Nikamwambia hata mimi nitolee sacrifice. Naambia pastor, kila mwingine nikienda sacrifice. Naambia hata mimi nitolee tu. Akatumia pesa, sitasema ngapi, elfu kama siku 13. $100, I think so. Nikamwambia I want to give you a simple homework. Read 5 chapters before you sleep. And read 2 chapters as you wake up. 1 week, no spiritual husband. Second week, spiritual husband akakuja. Hakumguza, akasumbuana akaenda. Third week hakukuja. Fourth week, until now. Kwanzia last year mwezi wa 4. Mama mpaka alipofika mwezi wa 8 jana nikaja kaniambia, "Pastor ulinisaidia, nitakuwa nakupigia." Zingine naonanga tukamwambia, "Hey, how are you pastor? How are you doing?" "I'm okay." Mambo ili change. Kwa sababu sasa akuhitaji, kwa sababu shida ulijamtatulia shida ilikuwa inamsumbua. That was a big problem kwa hiyo mama. Na kwa hiyo ndoa ilikuwa ya 3 ilikuwa karibu ivunjike. Emily August ananiambia huyo mzee alikuwa amekaa naye amekataa kulipa mahari, aenda kalipa mahari. Alibia wakuwa ng'ambo. Pesa zikatuma kulipa mahari kama wako. What happened? The prayer zilifanya kazi. The seed ya mbegu ya neno ilipatikana. So the problem that we are doing, we don't have the word. Then we pray much. Na kuna watu wengine wanasoma neno, watu wa dini na hawana maombi. That's what tunawashinda. Lakini if you read and pray, then nikupatie instruction. Vitu vingine lazima nikupatie instruction. I'll assist you. Kuna vile unataka uvunje maangano, because anytime you sleep with that thing, ni covenant umefanya. Mwingine aliniambia aliona huyo mtu amekuja amemvalisha nguo ya harusi, akamwambia huwezi olewa. Akaniambia watu wanakujanga, lakini wakati ukianza tu mambo ya process tu tuanze kuongea tu mambo tu ya kusukuma uhusiano wetu mbele kidogo, huyo mtu anaenda na ananyamaza tu mwenyewe, na hata yongea hata KPS mazishika bure tu anamwacha. Nimwambia nafunga 3 days fasting, alafu kimaliza kuja na sacrifice. Na ilikuwa machako za kafunga hiyo siku hiyo, hata sienda kichache kini kabini nikakuja Thursday nikamuombea na nikamwambia kuanzia leo fanya 1 2 3. As we talk ilikuwa 2023. Sasa aliolewa. Mtu ambaye amekaa, unajua walio na miaka mingapi? 34. No, 38. There is a story niliona mahali, kuna mwanamke alikuwa anaelezea, anasema every time anapata mwanaume during their wedding day, leo ama kesho, hiyo siku yenye anaolewa, tuseme anaolewa kesho, the man anaweza kufa leo ama akufe on the wedding day. Na amefanya hivyo wanaume 7 hadi saizi hakuna mwanaume anamtaka. Hata kuna mwingine niliona akiona mwanaume wakikaa naye kidogo anakufa. Walikuwa wamekufa waine kutoka Voi. Alikuja wakati nilikuwa Mombasa kwa sister yangu, akakuja nimuombe. So watu kama ukimbilangi kuomba, lazima you seek the face of God, ujue what is eating this person. Unampatia prayer pose wakati bado na you are buying time kusikiza Mungu anasema nini. Shida inaweza kuwa ni gani kwa huyo mtu mwenye? No, lazima ujue, maana kuna watu wengine wamefanywa covenant maybe walipozaliwa. Asiyeika na mwanaume. Unajua ama usiyeoa? Unajua hiyo? Najua. Bas. Sasa kama walikufanyia covenant, maybe wewe maybe ulipozaliwa ukuwe mganga au ukuwe priest fulani kwa familia. Then wakati badala hiyo wewe umeamua, unajua kuna watu wengine wanatengonga takani waolewe. Ni kama fathers ama baba wetu wa hii Catholic. So unaona ikonga sapre wa mbongo wasioe. So kama unapata mtu alikuwa kwa hiyo channel, unakuja hii side, unataka kuoa, utakuwa na maisha mengine magumu sana. So hebu exchange huyu mtu alikuwa kuwe kama the priestess kwa ulimwengu wa giza, na hizo mapozazi waambie usiye wana mwanaume, naye anakuja hivi, they will be killing everybody ambaye anakaribia huyo mwanamke, they will kill that person. So that's why nimekuambia these dreams, spiritual wife and husband, they are very dangerous. They destroy your destiny. Kuna mama aliombea Meru.
akasema kwamba wanaume 12 wamekuja kwake na wanakujanga tu, wanaanza vizuri, wakilala kama siku 3 siku 4, relationship kiendelea kupanda, huyo mwanaume anaenda na nyamaza. Mpaka the last man alimwambia, mimi sitaki mambo, kwa ile mambo niliona wewe uko na majini. The man appeared kwa nyumba yake na akamwambia don't dare again kuongana na bibi yangu, na akadisapia kwa ukuta. This the only man alikuwa na effort kumwambia kilifanyika. Lakini wengine kuna jaribu kuongea nilikufanyia nini, mtamwambia sitaki. So hakuwa anajua, is that the only man aliweza kuwa na courage kumwambia what happened. Na nikamwambia we will destroy it. Na unajua kwa sababu gani kitu kinakuja? There's a person walikuwa naye shule, walimfanyanga the covenant of the blood, and kwa bahati mbaya jamaa akakufa. So there is that covenant that utaolewa na mtu mwingine na mimi sitaolewa na mtu mwingine. So that covenant was still working. So anybody alikuwa anajaribu kukaribia, wakianza tu hivi isonge kidogo, the man appears. Vile ule mtu ataenda ajui. So until we broke that covenant, mwanamke akakuwa free. Yeah. So ninakwambia spiritual husband, they are very dangerous. Wengine ni very rough. Ukimkaribia hivi, they drain your finances, they drain everything from you. Unabaki bila kitu. And imagine wewe una mtu akwambia sasa kama mimi nikioa mwanamke nilikuwa na vitu, nilikuwa na pesa, sina kitu. Spiritual husband, ama kuna covenant mwanamke alifanywa ama mwanaume alifanywa. So wakati ulikuja zina drain everything, mali yako yote naisha. So that's then again another thing. Na kuna watu wengine unapata tu wanaoa mtu wanaanza kufanikiwa. Bali wao ufanikiwe vile wengine wanapata, wamepata mke amepata kitu mzuri. Bali wengine ufanikiwe vile wao wengine wanafanikiwa. Bali wao ufanikiwe, wewe mambo yako ina collapse. So you need to understand. Ni wewe mwanaume uko na shida. So kuna sometimes we fight for things that tunafuatia wasichana wengine, kumbe unajiingiza kwa kaburi. Kwa kaburi tu. Kila kitu uko nayo itaisha, hata kulipa nyumba utashindwa, hata kukula utashindwa. Can I talk about the dreams? Masaa inanikimbiza. Nimeongea kuhusu dreams za watu waliokufa, si ndio? Yes. Tumeongea around 10 minutes. Nimeongea kuhusu dreams za watu ambao wako na wale wanakula chakula, mambo ya sickness. Yeah. Nimeongea kuhusu dreams za spiritual husband and wife, na nimeongea spirit of wilderness. Yeah. Watu wanatembea lakini wafikangi penye wanaenda, wanatembea tu wanarandaranda. Yeah. Now, let me talk about the dream of shoes na mavazi. Una dream ukivaa nguo ama viatu na nguo. Let me start with the dream of nguo. Kuna watu unaweza pata umekaa kwa nyumba na umeolewa na una mwanamke ameingia akachukua gown yako kwa kitanda ama kwa bedroom. Any cloth ambayo ni yako. Ama mwanamke alikuja kaingia, mwanaume alikuja ingia kaingia akalala kwa kitanda yako. That marriage inaenda kuisha. Automatically inaenda kuisha. You need to pray so much. Usipoomba itaenda. Ulimfanya harusi ama ziko za traditional ziko mali. Uone mwanamke ama mwanaume amekuja amechukua, your ndoa iko na problem. Itakuwa na shida kubwa sana, itaenda kukatika. Number 2, umevaa nguo, unaona nguo zako zimechakaa. Unahitaji uombe sana Mungu akurejeshe heshima. Mavazi inakuanga na heshima, si ndio kweli? Unajua sasa hizo ukivaa tu hivi, watu watakuona hivi. Sasa ningekuja hapa na suti. Unajua unaona vile niko hivi? Na vile nikivaa suti kuanzia juu mpaka chini. Maisha kwa ama nikuja hapa na hata ya Nigeria ama hata ya Afrika. Mavazi ina matters. Ina change the status ya mtu, si ni kweli? Sana. So when you see your garment na zimechaka inamaanisha kwamba you are honor, heshima yako, shetani ametama na heshima yako. Then another thing that is mavazi yazungumzia the glory. Glory yako imeanza kuwa ni tampered nayo. So you need to understand, wakati umevaa mavazi yako imechakaa ama mavazi yako imeraruka, jua the devil ameanza kutamba with your glory, ameanza kutamba with your honor. Maandiko yanasema hivi. Joshua anaambiwa, Mungu anaambia malaika, wanangangana. Malaika anamwambia Mungu, anaambia shetani, Mungu akukemee. Na shetani amekatalia Joshua. Mungu akamzungumzia malaika akamwambia, mbadilisheni
Mavazi. Can I say this? Kuna mavazi za attract shetani. Iko. So kama ile vazi peke yake, unaona ile vazi tu ilikuwa linafanya malaika na shetani wanang'ang'ania mtu. Lakini mpaka alipoambiwa badilisha nini? Vazi. Lipobalishwa tu hivi, shetani akadisapia. Inamaanisha kwamba kuna mavazi inaweza attract. Kuna mtoto nilikuwa naombea Kisii. Na alipoletwa nimwombee, nilikuwa tu nimekaa hivi. Ilikuwa masaa jioni kama saa 12:30. Kwa hata nimemaliza kuombea watu. Kati hapo tunapiga sura na mwingine akakuja. Mtoto mdogo sana. Kani miaka nyingi ni 12 years. 12 to 11. Na Mungu akanisaidia nikasikia niulize mama, kuna kitu libaia huyu mtoto kwa msichana. Kaniambia alimnunulia kabango. Huyo mtoto alipoanza kuvaa hiyo kabango ndiye alikuwa ende shule. Akaanza kuota manyoka. Bango. The same week kuna mwingine alikuwa ameletwa. Ndiye kaambia kwanza alikujanga na hiyo shati. Mama yake amekuja na shati. No, not shati, t-shirt. Iko na scales ya watu. Alafu inachora hizo mapicha zinakaa horror. So nikasikia akasema wakati mtoto alinunulia mtoto siku ya kwanza hiyo nguo alipovaa, alipoenda kuamsha mtoto wake alikuwa anaamuka. Unaona watu wanalalanga mpaka sasa kuamka ni ngumu na mtoto wake kuanga hivyo. Kumbe hiyo vazi kama ameanza kuinitiated, inabeba spirit yake inampeleka mbali. Na mama akiuza mtoto kitu ongea ni wakati nilimchukua nikaenda nikakaa naye nikamzaa unataka nikaniambia naogopa nikukwambia na utaka mtoto mbaya sana siwezi ambia mama niambie. Akaniambia naonanga wanaenda mahali kwa mto, akaniambia kuna mtu mwingine yuko hapo. Wakikaribia hapo kwa mto anachukua mayai. Akiwachilia mayai njia inapatika. Unanielewa? Hiyo ni mto, which means mtu ameshainitiatiwa kwa devil worshipper. Unaona? So tunaenda huko chini. Anasema huko kuna magari, kuna vitu mzuri. Alafu huko mimi ni mtu mkubwa, watu wananipigia saruti, watu wananiinamia. Kaniambia watu wananifanyia nikiongea mimi watu wananisikia. So saa zingine unapata mama akija nasikia anasema alikuwa ananiita, zingine naona mtu ananiita, naona niko mbali kabla nirudi. Nasikia wanasema tu wameniita sana. Ama kuna etiketi siku ati nimelala nilikuwa nimekataa kuamuka. Lakini nakuanga mbali, lakini kaniambia usiambie mama. Kaniambia sitamwambia. So nikajua already huyu ameshaanza fani kuinitiatiwa. So nasema their cloth can attract. Lakini mimi naongea zile ambazo unaota kwa ndoto. What about if you see in the dream umevaa nguo upside down? But tumevaa hivi. Your destiny shetani afanya nini? Ameigeuza. Ameiswap. Imegeuzwa hivi. So dreams are very important. But when you see you are wearing some clothes very clean, very inamaanisha kwamba your glory, utukufu yako, ile heshima inaonekana. So mavazi ni ya maana. Now, shoes. Viatu inamaanisha destiny ya mtu. Hapo nataka tuelewane. Yeah. Na viatu inamaanisha tena ndoa. Viatu inamaanisha authority. Unasikia vitu tatu nimeongea? Viatu inamaanisha destiny, viatu inamaanisha ndoa, viatu inamaanisha authority. Kama sasa mimi ukiniona nikiota kwa ndoto, kuna siku niota niko kwa ndoto, nina viatu na huko chini zimeraruka. Nikaanza kujiuliza how. Unajua kama una viatu unatembea chini unazaduka kitu na haraka sana. Nilipoenda kwa planeta kaniambia you are losing your authority, na nikapata kweli vile nilikuwa ninaomba na nilikuwa na command vitu zinafanyika kama mapepo, nikifika mbali zinalipuka mara moja. Sikuwa tena ngana kuombea mapepo, hiyo ni wakati nilikuwa Nakuru. Unaona? Wengine wanafanya tu in the name of Jesus zimedisappear, nikapata nimeanza kunganga. Akaniambia authority yako imeanza kuwa tampered nayo. Akaniambia go back to the foundation. Nikapata sifungi vile nilikuwa nafunga, sio vile nilikuwa naomba. Authority. Viatu. Ukiona viatu mbili, moja imepotea, my friend, your partner, chunga sana. Kama umeolewa, anataka kukuhusiana. One of your partner. Ukiona viatu mbili, lakini rangi tofauti. Kwa ndoa yenu kuna moja kuna madoa. Something is wrong. Then ukiona umevaa viatu mpya, inamaanisha zingine destiny yako. Mungu amerenew your destiny. Then nikakwambia viatu zinamaanisha destiny ya mtu. So be very careful when you see a shoes.
make sure you know your shoes inakaa namna gani. Imeraruka. Kuna mwingine ananiambia kwamba anaonanga anatembea na naona sole yake imetoka. Nikamwambia my friend, hapo ilikuwa kiatu moja, nikamwambia may God help you. Nikamwambia go back to the fasting and prayers. Try at fasting, just pray 1 hour. And kwa wiki jaribu kufast hata kama siku moja ama siku 2. Alipomwambia mambo yake ilikuwa imeanza kufanywa hivi kuyumba yumba, akarudi back to normal. Namaanisha those are dreams. When you see them, understand. But hizi anasema ya ndoto, the devil anapigana sana na marriage. Ukienda kiatu yako moja imepotea. There is another dream ambao ukiota unajaribu kuvuka na unashindwa kuvuka. Inaweza kuwa ni daraja, inaweza kuwa ni maji, ujue umewekewa mipaka. Kuna level huwezi pita. Kuna watu wanaotanga wako shule. Ulimaliza shule kitambo Amos, lakini unajiona kuna uniform. Uko nyumbani. Ama hiyo ndio utakuwa nyumbani, the spirit of backwardness. Hiyo ndio utakuwa uko kweli shule ulisomea na uniform. Spirit of backwardness. Utapata watu wengi wanapita wameendelea, wewe uendeleani. Kuna watu wanaanza kufanya mtihani, mtihani yao wamalizaje. Mwalimu anaingia kama hujamaliza mtihani. Ama unaota kwamba wakati umemaliza tu umepeleka mtihani yako, wewe umefail. There is a problem. Na ujue ukikosa mtihani, ukianguka mtihani, ujue huwezi enda kwa the next class. So kuna mtihani unafanya nini? Unaanguka. Unataka uangalie wapi mtihani gani na wewe niangusha. Na watu wanaona mambo ya shule, watu wanaona wako nyumbani, watu wanaona wanafanya mitihani, wamefanya uniform. Mtu anaona kwamba anataka kuvuka na shida kuvuka. Hao watu waine wana shida kubwa sana. Kuna level huwezi pita. Sasa unapata mtu ametafuta kazi for 10 years na certificate. Kila sana unataka tu kuna uniform, ako kwa class anasoma ama anafanya mtihani. Kabla mwalimu akuje, mtihani hajamaliza, mwalimu anachukua makaratasi na kuambia utaendelea kutafuta kazi. There are spiritual things ndakana tukusaidie, tukufanyie, tukuambie vile unatakana uombe. Ndio uvunje hiyo barrier. Wewe unataka kuvuka kwa bahari na huwezi vuka. Unataka kuvuka unapata kwamba unashindwa kuvuka. Ama unaona maji inakuwa nyingi nataka kukupeleka. Inamaanisha kwamba kuna mipaka umewekewa. Kuna mtu anang'ang'ana. Ule mtoto anaota akipanda mlima, wewe ishi maisha yako ya imani, unaendelea kung'ang'ana kupanda unaishi maisha ya imani. So kuna mambo unapitia tu, lakini endelea kupanda polepole na Mungu atakubali. Kuna ndoto moja unataka kuniuliza, mimi umefikiria labda maliza? Si ndoto yote, ni hizi ndoto zote mtu ameota zote, na tuseme mtu angependa hizo ndoto zimuishie na kuna challenges kwa maisha. Njia ni gani ya kuepukana na hizo ndoto? The dreams, every dream has is prayer point. Uwezi niambia unaota na mtu ambaye amekufa, alafu na mtu ambaye anaota ako shule, takupatia prayer point the same. Kwa hivyo kila moja ni tofauti. Yes. Ni kama ni ugonjwa tofauti, huwezi tibu na dawa moja. Huwezi chukua TB unatibu na malaria. Mtu anaweza kuambia let me just pray, maombi yote tu, lakini nitakuuliza kama una deal spiritual husband ama wife, these are covenant that is supposed to be broken. Na nikwambia these are prayers unataka niombe. Kama kuna mwangeli nilimwambia go and renounce. Wewe renounce spiritual husband. Mtu ananiambia imekuwa tu nikiomba. Kaambia go and renounce. Mwambie from today I'm not your husband. I'm not your girlfriend. I'm not your boyfriend. Akaniambia sasa fikiria, nikamwambia go and renounce. So these things zinahitaji ufunuo. If you don't have understanding, utabaki hapo kusema mimi naomba, unakemea roho ya kulala na spiritual husband, spiritual wife, unakemea. But you are not, watu wengine hawajaivunja maagano. Kuna wengine waliota wamewekewa ring kwa mkono. Umeirudisha hiyo ring. I need to teach you and you to go and tell God when you are praying. Mom, kuna mambo naweza kuambia pray 7 days non-stop usiku. Be in prayers constant. Kama umeamua ni saa 6 ni saa 6. Kama uliamua ni saa 8 ni saa 8. Be in prayers constant. Not less than 1 hour. Unaweza ombea 1 prayer point for 7 days. Na baadaye utaona matokeo. Yeah. So ninakwambia these things they need understanding. Na sio about ati kanisa kubwa, ati ama wale watu kila mtu na ufunuo yake vile ametembea na Mungu.
So mimi mtu akikuja na mwambia kwanza chochote umefundishwa ivute kwa mawazo. Alafu nakwambia nipatie miezi mingapi? 3. I work on you. Then follow my instruction. Yesu aliwaambia kuja tuende kilindi. So you must follow the instruction ukitaka kupata samaki. Unataka kuvunja hiyo roho. Follow the instruction. Kumbuka pale. Ampeleka fanya nini? He obeyed. Joseph aliobey. Mtata kuuliwa. If you don't obey, ufanye vile unajua. The problem tuko nao watu ni wengi sana. Watu wanajua sana. Kuna mama aliniambia hivi. Every time when I sleep, I see myself losing things. Nimepoteza hii, watu wamevunja mlango yangu, wameiba kila kitu. Nikamwambia wewe mama alikuwa na duka kubwa sana, nikamwambia the devil is about to steal from you. Kumbe siku najua mama ako na loan. Na nikamwambia shetani ako karibu, roho ya aibu inaenda kufunga mlango yako. Mama akaniambia pastor, mimi ninaomba. Najua natoka hizo makanisa kubwa. Akaniambia hata kuna wakati alikuwa ametoa sacrifice ya 100,000. Nikamwambia it does not matter. Inategemea, hata unaweza toa milioni 1. Lakini inategemea ilifanya kazi. The prayers ambao uliomba ilifanya kazi na zile unajiombea. Na nikamwambia napomalizia, nisikize vizuri Amos. Nikamwambia mama, vile umenielezea tu hivyo, ukaniambia umeota mara ngapi? 3. The indication of that danger is about to happen. Na nikiongea vitu vizuri, Mungu akanifungua macho. Nikamwambia umeota mara ngapi? 3. Nikamwambia if it will not be 3 days, not 3 weeks, not 3 months, it cannot pass there. It cannot go 3 years. Siku moja tu mimi nimekaa na jamaa wangu mwingine, tunapiga story. Ninaona simu. Hii simu ni kuna kati nyingine tunaweza kushika simu, ni strange. Tuko story zetu. Nakata hiyo simu. Mara sita mama kanaandika message. It's emergency. I want to talk to you. So natumia simu ya wenyewe. Nikashindwa. Kabisa wewe unipigie unatumia simu ya wenyewe. How? Wewe unaona uko na simu 2. Imekuwaje tena usaizi unatumia simu ya wenyewe? Unaona? So nikaamua kumpigia, akaniambia pastor, nimebebwa kila kitu. Baka I don't have hata phone inaenda. He saw it. But he ignored. Nikwenda kumpatia vile ataomba, akaniambia mimi nimeomba, nimetoa mpaka sacrifice and I cancel. Kuna watu wanajua kuomba, kuna watu wanajua mambo ya Mungu. Unaenda kujaribu kuanza hii, ameshamaliza. Ukijaribu ku mention scripture fulani, ana mention scripture 3. Before ani wewe unataka ku mention moja, ame mention 3. Hiyo mtu mjuaji wazani naye. Yeah. Na tukimalizia hii ndo ya mwisho sasa, juu time imeisha. Ukiota ukikuwa successful, mambo yako endelea vizuri, hii inamaanisha aje? Kuna ndoto sijaongea kuhusu dreams kama ya Joseph. He saw birds. Magunia zikiinama bao. That's what we call the dreams of great destiny. You have a seed of great destiny. And he saw the moon and the star wakibao. So there are dreams when you see. Now ni wale watu wanakuambia, mimi naonanga niko na Kibaki, ninaona niko na Moi, naonanga watu wakubwa, naona niko na wakina Uhuru, wakina Ruto. Mimi naonanga in the company of leaders, kings, great people, business people, wakubwa. You have a seed of greatness. You need to activate it. The problem you can be having that seed of greatness, umefungwa, anga yako imefungwa. The cloud of darkness imekufunika. Hakuna mwenye anakuonanga. Sawa. Acha tumalizie dreams hapo, juu tunafaa tuongelee mambo ya destiny swapping na zingine. So hii video tutaimalizia hapa, utakuja for part 2. Tuongelee hizo vitu zingine zimebaki, si ndio? Tutakuja kuongea kuhusu part 2, but I am requesting ndio ambao tujaguzia before I come to part 2. Wale watu ambao wangetaka tuzungumzie ndoto zao, wale ambao maybe hatutaweza kuwajibu. Please sichukue uziandike. Maana kuna ndoto zingine very deep zijaingia, dreams zijaingia. So wanaweza andika hizo ndoto. Alafu wakituma tutaziangalia zipangwe, then nikikujia siku za chambua hizo ndoto. Nikiendelea one by one. Maana there's a lot of things zijaongea. Yeah. So kama pia ungependa dream yako ijibiwe haraka kabla tujafanya video, nitaweka namba hapo ya pastor, utampigia direct, mtaweza kuzungumza na yeye. Na kama pia uko na swali una feel sijauliza, weka comment section,
tutakuja kuzipitia, si ndio? Yes, waandike tu. Itakuja ama wakuje one on one every Wednesday church Nairobi, hapo tea room, hapo opposite ya Mashpoa. Every Wednesday nakuwa na one on one and sometimes Friday, but Friday lazima upige simu, weka appointment ndio nijue ni watu wangapi wanakuja. Maana najua sasa watu wametoka nyumbani Christmas, watu wengi hawajakuja sana, sio kama zamani. Watu wanakuanga wengi. So kama unataka kukuja, kama Wednesday hakuna haja kupiga simu, wewe kuja tu. Kuja tu Dream Hotel 4th floor. After Mashpoa utaona Dreamline office. Next building imeandikwa Dream Hotel, imeshikana Dreamline office opposite ya Mashpoa pale River Road ama pale tea room. Wewe kuja hapo, tutaweza kuzungumza na nitaweza kukuombea. Mwenye hawezi kufikia, tupatie namba au akupigie muongee na yeye. Wale ambao wanataka kunipata kwenye namba ya simu, huwa nasema kuna vitu vitatu unaweza nipata kwa WhatsApp, unaweza nipata kwa simu direct, then unaweza nipata kwenye kanisa. Na kama unatafuta mahali pa kushiriki, moja niongee, hii ni muhimu sana. Maybe hujaokoka na unataka kuokoka, upige simu tukuambie uokoke, number 1. Number 2, natafuta mahali pa kushiriki. Si mimi nimeanza kanisa, tumeanza sasa town, nimeingia town, nimeshatoka Nakuru. Na nataka wafuasi. Nataka watu wako serious. Maybe uko na kipawa ama unasikia unataka kipawa kikue ama unatafuta mahali pa kushiriki, kuja tushiriki pamoja. Every Sunday. So namba yangu ya simu ni 0703396008 mwisho. Yeah. Namba ya Airtel hiyo najua itawekwa hapo. Namba ya Airtel ni 0738602880. Bado hiyo kunipigia namba yangu ya Airtel utanipata. Kuna maombi nakuanga nawe every Monday, Wednesday na Friday saa 6 usiku. Tunaita commanding the day only for 1 hour. Kama unapenda maombi, unataka kujua ni maombi, usiniandikie message, ni text kwa WhatsApp. Kwa hiyo namba nimepeana ya Safaricom, sema kwamba put me in a platform ya maombi. Kama leo ni Friday, itakuwa inaanza saa 6 kamili. Na hizi mambo ya watu wa Kenya pekee, kuna watu wengine wa nje. Nitakutumia link kwa, utaona kama nitakuingiza kwa group, nitakutumia link ya Google Meeting. Utafuata instruction kwa hiyo Google Meeting, itakuingiza kwa maombi. Na kama upendi kuweka kwa group, unataka ukue yako personally, saa zingine za kwa ninasahau, bado niambie mimi nataka nikue personally. Na nitafanya nini? Nitakuweka kwa personally. Nitakuwa nakutumia link, una join. Na kama utakuwa na swali, utaweza kunipata hapo. So hizo vitu unapatikana kwa kanisa, kwa WhatsApp na kwa simu utaweza kunipata. Sawa. Nitaweka details zote hapo na natumai utafanya part 2 na wewe tena. Shalom. After maswali zimekuja mingi. Nitakuwa nangojea. Sawa. Thank you for your time. Wacha sasa tuingie kwa ile nyingine ya Destiny Swapping, lakini hii kwanza tunaimalizia hapa ndio tuingie nyingine, si ndio? Okay. Mtu mwenye angependa kukufikia anaweza kufikia through njia gani? Nilikuwa nasema ya kwamba niko na maombi Monday, Wednesday na Friday saa 6 usiku. Nitumie message kwa WhatsApp, nitakulink kwa group ya maombi. Please, maombi ya usiku iko na nguvu sana. Kama leo tuko na maombi. Leo Friday. Najua hii video itaikuwa leo, lakini nasema leo Friday. So, ukitaka hiyo unaweza nipata. Sasa nataka kupeana namba. Utanipata kupitia hii namba 0703396008 mwisho. Hiyo ni namba yangu ya Safaricom. Nipigie kwa hiyo simu. Usiponipata, niandikie message kwa WhatsApp. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Number 1. Number 2, namba ya pili utanipata nayo ni 0738602880. Hiyo ni namba ya Airtel. Nipigie na hiyo namba, utaweza kunipata. Kanisa letu, our church. Na ninaomba utakapokuwa umetengeneza video yangu, please weka location ya church yangu ipite hivi. Church yetu inaitwa Glorious Assembly House of Prayer. Tuko pale Nairobi town tea room opposite ya Mashpoa. Utaona kuna Dreamline office, baba za Dreamline office. The next building imeandikwa Dream Hotel 4th floor. Dream Hotel 4th floor. Wewe unatafuta mahali pa kwenda kanisa, kuja ukue mshirika. Hapo ndo tumeanza kanisa. Drive baadaye tukishapanuka tutasonga kwa hall nyingine. Dream Hotel 4th floor imeshikana Dreamline opposite ya Mashpoa. Ukikuja hapo every Wednesday ni 1-on-1. Naongea na watu 1-on-1 every Wednesday and also sometimes on Friday. Wala ambao waweze kuja Wednesday,
niandikie message unataka kuniona ni Friday, nitafanya appointment. Wednesday tunaanza kufanya one on one kuanzia saa 5 mpaka saa 11. On Sunday service, ibada zetu za kawaida Sunday service tunaanza saa 4 na saa 3:30 mpaka saa 7. Yeah. Utakuwa umenipata. Sasa unaweza nipata kwa simu, utanipata kwa WhatsApp, utanipata kwa kanisa. Yeah. Na ukikuja, Mungu wa mbinguni atakubariki. Kama kuna swali, ongea na huyu, tutaendelea na exchange. Yeah. Ama sweeping the destiny at 2. Alafu baadaye tutakuja tupige moja ya witchcraft na tuombe watu. Yeah. Na siku moja tutengeneze program ya live. Tunaweza fanya live siku moja. Tunaweza fanya live tunaweza fanya. Ukipanga time nzuri tunaweza kuja kufanya siku moja live. Tuweke live, watu waulize maswali, nikiwajibu nikiwaombea. Live tukiwajibu nikiwaombea. Shalom, Mungu awabariki sana. I'm Laban na nimewapenda. Shalom. Yeah, nitaweka details zote za Pastor Laban hapo, kama kuna mwenye angependa kumfikia mfikie, na kama uko na swali personal mtumie. Kama ungependa pia swali to tackle next time, weka hapo kwa comment section, nitazichukua, nitazinote down, na ile time nyingine atakuwa anakuja ndio tutakuwa tunazitackle hapa on a video form. Na kama umefika hapa na hujasubscribe, kindly consider subscribing, na I will see you in the next one. Na nimeanza ka YouTube, nimeanza ka YouTube. Hiyo ka YouTube unaweza takupatia details. Utanitumia link niweke kwa comment section kwa kufollow. Thank you. Sawa, thank you for your time lakini.